Karibu sana KingoFarm. Kama ndio ni mara yako ya kwanza kabisa kutuona hapa, sisi KingoFarm tunahusika zaidi na kutoa elimu ya ufugaji, hasa tukijikita namna bora ya kutumia hizi tiba za asili ambazo sisi pia tunazitumia. Sisi kama KingoFarm tunapatikana Mtwara na tunalo shamba ambalo tibu kuku kwa kutumia hizi tiba za asili. Kwa hiyo vitu ambavyo tunavileta hapa kwako ni vitu ambavyo tunavifanya sisi wenyewe. Tuna zaidi ya miaka 3 tukitumia hizi tiba za asili kwa ajili ya kuwatibia kuku, na nyingine tunazitumia kama booster kwa kuku, nyingine tunazitumia kama kinga kwa kuku tokea vifaranga wakiwa wadogo mpaka wanakuwa kuku wakubwa. Tunakuwa tunatumia hizi tiba za asili na tunatoa elimu kwa namna mbili. Namna ya kwanza, unaweza kujiunga na kundi letu la WhatsApp ambalo tutakuelekeza namna ambavyo sisi tunafuga kuku hapa shambani tokea wakiwa vifaranga wadogo mpaka wakubwa. Ada yake ni shilingi 8,000. Lakini pia namna ya pili ambayo tunafanya sisi hapa kama KingoFarm, tuna vitabu. Vitabu hivi vinatoa elimu lakini pia vinapunguza gharama ya ufugaji, vinakurahisishia namna ya kuwafuga kuku, maelekezo ya namna ya kutengeneza chakula, lakini pia namna ya kutengeneza hizi tiba za asili ili uweze kuwatibia. Ukihitaji huduma zetu, namba yetu ya simu ni hiyo hapo. Kitabu kimoja kinauzwa shilingi 10,000 na ni soft copy, tunakutumia kwa njia ya WhatsApp. Sasa bwana, leo hii nimekuja na hii mada mbele yako. Imagine unao kuku ambao hawali, wanaendelea kudhoofu na wanaendelea kufa. Yaani kila ukiingia asubuhi bandani unakutana na vifo, lakini pia unakutana na hali mbaya. Huenda umetumia dawa mbalimbali za dukani za asili pasipokuwa na mafanikio yoyote yale. Sasa nisikilize kwa umakini sana hii video. Nitakuelekeza hatua kwa hatua vitu ambavyo inatakiwa uvifanye kabla, baada ya kutumia na baada ya kutumia dawa, ili uweze kunusuru hilo jahazi lisije likazama. Huwa inatokea kabisa, kuna wafugaji ambao huwa wanapoteza kuku wote, habaki hata kuku mmoja. Hivi vitu vipo, mtu anapata vifo kwa 100%. Yani tumezoea kwamba unaweza kuwa na kuku labda 100 wakafa wakabaki hata 30, lakini hapa leo tunakwenda kuona suluhisho au nakwenda kukuelekeza namna ambayo unaweza ukafanya. Sasa tuanze hatua kwa hatua. Kitu cha kwanza kabisa, usipaniki. Yani kweli huwaga inaletea ile hali ya kuona kwamba labda wewe ndio mtu pekee ambaye hujui kabisa kufuga. Unaingia bandani unakuta kuku wamelundikana kwenye kona, unakutana na vifo vingi. Lazima tu kuna hali fulani utajisikia, utapaniki, utahisi kama vile wewe kufuga ni basi tena. Na kwa nini nasema usipaniki? Kwa sababu hii kitu itakupelekea wewe kukata tamaa. Yani kuto kuwahudumia wale kuku. Unaona kabisa kuku hata nikisema kwamba niendelee kuwahudumia siokoi chochote kile. Kwa hiyo unapofanya vile, maana yake ile hali inaendelea kuwepo, uchukui hatua yoyote. Kwa hiyo ukisha kutana na hii hali ukajipa moyo kwamba hawa kuku mimi nawatibia na watapona, basi ile itakupa hali ya kuweza kufuatiza maelekezo ambayo ninaenda kukuambia hapa. Hicho ni kitu muhimu sana. Japo ni maelezo yamekaa kama maelezo, lakini ni kitu muhimu sana. Usipaniki, jipe moyo, sema kwamba hawa kuku mimi nakwenda kuwaponya. Kwa imani yako yote ile, ikiwezekana mshirikisha hata Mungu. Hicho ni kitu cha kwanza muhimu sana, ni kitu muhimu sana. Ukisha fanya hivyo, kisha inatakiwa ubaini kuku wako wanaumwa ugonjwa gani. Labda wanaumwa mafua, yameshakuwa mafua makali, na najua kabisa ni hatua ambayo umeshahangaika na dawa za kila aina, lakini zimeshindwa kutibia huo ugonjwa. Umeona? Kitu kabla hujaenda kwenye dawa au hujaendelea na dawa, maana hapa najua naongea na wafugaji ambao huenda wameshatibia kuku wao kwa kiasi fulani. Kitu kinachofuata, angalia chanzo ni nini. Umeona? Mfano mafua makali, vyanzo vyake ambavyo ukitibia hata kuku utibieje hawawezi wakapona, huenda ni banda kukosa hewa.
banda lako halina madirisha ya kutosha, hiyo inaweza ikasababisha kuku waumwe mafua hata kama ukiwapa dawa gani wasipone. Umeona? Jambo jingine ni kwamba sasa hapo kwa mfano banda hilo utatakiwa urekebisha, hamna namna. Yani lazima ushushe banda ili hewa iweze kuzunguka vizuri. Jambo jingine hapo kwenye mafua, yawezekana ni banda chafu. Unakuta ukiingia kwenye banda linatoa harufu ya mkojo, tunasema ile harufu ya amonia, banda linatoa harufu. Hiyo pia inasababisha kuku hata ukiwatibia hawawezi wakapona. Kwa hiyo safisha banda, mwaga jivu huwa linakata harufu. Umeona? Mwaga jivu, weka matandazo mengine. Umeona? Kwa hiyo yani lazima utafute kile chanzo cha huo ugonjwa. Labda kuku wanaharisha sana, unakuta wanaharisha mialo mieupe au wanaharisha damu. Hiyo moja kwa moja inaweza ikawa labda maji ambayo unawapa ni machafu au vyombo ni vichafu. Kwa hiyo safisha vile vyombo vile. Kama ni maji machafu, anza kuwapa maji safi. Huenda unawapa maji ya mvua, yanawaletea shida. Au banda limerowana, kwa mfano miharo wa damu, unakuta kabisa mwalo wa damu unaonekana kwenye banda ambalo ukiingia mle ndani unakuta ni kama vile udongo, limekuwa kama vile, yani kama vile udongo umegandiana, kinyesi kile kimegandiana chini. Basi safisha, toa yale matandazo, weka matandazo mengine. Umeona? Kisha hatua inayofuata, ukishaondoa kile chanzo cha ugonjwa, wale kuku ambao hawali, wale kuku inatakiwa uhudumie kwa karibu sana. Na ukaribu ambao inatakiwa uhudumie wale kuku ni kama vile kuwapa uji. Huwa tunanywesha kuku hawa uji. Unatafuta lile bomba la sindano lile, unaweka uji mle ndani. Kuku wakubwa unaweza ukaweka mils 20, unamnywesha. Umeona? Ukimnywesha, hata wagonjwa jamani hospitali siwaga tunawekewaga madrip, yale madrip muda mwingine chakula unalishwa. Kwa hiyo kama unawapenda kuku wako, wanyweshe, na usione wingi wa kuku. Mwingine naweza kamtia uvivu, sababu mimi kuku nina kuku 200 wote wagonjwa kwa namna hiyo, kuku 500 nitafanyeje? Tenga muda wako mzuri. Kama unashindwa kabisa, basi ajili mtu. Unaweza kumwajili mtu kwa kumpa shilingi 10,000, lakini kama ukiacha hivi unaweza ukapoteza hela zaidi ya 100,000, zaidi ya 200,000 hadi milioni. Kwa hiyo ajili mtu, tafuta watu vijana, tengeneza uji pale, waambie wanyweshe wale kuku. Kitendo cha kunywesha kuku unampa hamu ya kula na kunywa dawa. Umeona? Kwenye makopo wale kuku ambao uji jamani unafanya kazi kama glucose, unaongeza nguvu. Umeona? Sijakwambia utumie glucose kwa sababu moja. Glucose kuku hawatashiba, ila uji wenye sukari kabisa. Kama ukipata uji wa dona ni vizuri zaidi, au uji wa sembe. Uji utampa shibe pia yule kuku. Umeona? Kama kuku wako wanakula hawana nguvu, unaweza ukawapa tu hii glucochiki ya kawaida tu, wala haina shida. Kwa hiyo ukishafanya hivyo, yule kuku kaa kama muda wa dakika 5 hivi, kisha wanyweshe dawa tena. Fanya kuwanywesha ile dawa ambayo unawapa. Ukifanya hivi utawasaidia wale kuku kupata ile booster ya kuanza kula. Na kama kuku atakuwa anakula vizuri, basi ni rahisi kwao kuendelea kunywa dawa na ile dawa kufanya kazi kwenye miili yao. Lakini sijaishia hapo tu, kuna kuku ambao muda mwingine hawaoni. Unakuta kuku ana mafua makali, imesababisha mpaka waga wanatengenezaga kama povu hivi kwenye macho, baadaye linakuja linaganda, linakuwa kama donge jeupe hivi. Sasa lile muda mwingine linaweza likawafanya kuku wakawa vipofu, hawaoni. Kwa hiyo kitu ambacho inatakiwa ukifanya, inatakiwa uondoe kwanza, utengeneze yale macho yaweze kuona, na umakini unahitajika sana, kwa sababu muda mwingine unaweza ukaondoa na jicho lenyewe mpaka likapofoka, na ukamtibia yale macho vizuri kabisa. Sisi kwenye vitabu vyetu tumeelekeza vizuri zaidi jinsi ya kuweza kumtibia hayo macho, kisha ukaendelea kumpa dawa ili aweze kuona, ili aweze kula chakula. Umeona? Kwa hiyo hapa tu nimeelezea namna ambavyo unaweza ukampa nguvu kuku ili aweze kula na kuweza kupunguza vifo. Alafu pia usisahau kutibia ugonjwa ambao kuku wanaumwa. Mfano muda mwingine inaweza ikawa ni lishe tu.
kuku wako wana shida ya lishe, chakula ambacho unawapa hakina virutubisho vyote. Kwa hiyo inatakiwa urekebishe, wape chakula ambacho kina lishe vizuri. Labda ulikosea wakiwa vifaranga wadogo, muda wa kuwapa starter ulikuwa unawapa pumba. Kwa hiyo rekebisha, wape chakula kizuri ili waweze kupona vizuri na kwa wakati.